Yes, karibu na wakati unakuwa nami Mwanaisha Lokali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati. Mbele yangu hapa nipo na mchambuzi wa kandanda nchini kwetu Tanzania, Isike Freddy Mwandamizi. Uko vizuri? Bwana, namshukuru Mungu tuko sawa sawa kabisa. Ndio. Hali ya hewa nzuri, ndio maana tumevaa nguo ambazo tuzivae muda mrefu, lakini tuko salama kabisa. Ndio. Mwandamizi, tuanze na hili ambalo la wekundu wa Msimbazi Simba siku hii ya leo. Serikali kupitia Baraza la Michezo nchini kwetu Tanzania BMT wameweza kuwakabidhi Simba katiba yao. Hii ina manufaa kiasi gani kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea katika masuala mazima ya mabadiliko? Yes, ili nafikiri ni jambo la heri zaidi klabu ya Simba kwa mwaka huu wamelisikia. Toka mwaka huu umeanza mpaka sasa, nafikiri ndo taarifa bora zaidi kwa mashabiki na wanachama na wadau wa klabu ya Simba kote duniani. Ule mkwamo ambao ulikuwa unazungumzwa mara kadha wa kadha kwenye vyombo vya habari na kwenye maeneo mbalimbali kwamba mchakato wa mabadiliko ya klabu ya Simba yanakwama kwenye mabadiliko ya vifungu na taratibu nyingine za kikatiba ambayo zilikuwa zinakwamia kwenye meza ya serikali ya upande wa BMT na zungumza upande wa msajili wa vyama vya michezo. Na masaa machache kutoka sasa tumeshuhudia msajili yeye mwenyewe akitoka mbele ya hadhara na kuzungumza na vyombo vya habari, lakini akizungumza na mashabiki na wanamchezo na wadau wote wa mpira wa Tanzania kwamba sasa taa ya kijani kwa klabu ya Simba kuelekea kwenye mchakato wao kukamilika wa mabadiliko ya uendeshaji klabu yao. Sasa hivi hakuna tena kipingamizi. Kwa hiyo sasa wanasema mzigo mzito mpe Mnyamwezi. Sasa hivi BMT wamewapa mzigo mzito Simba wenyewe kama Wanyamwezi wamalizie safari iliyobakia. Na mimi sasa mashabiki na wanachama wote wa klabu ya Simba waliokuwa wanaitisha mikutano kadha wa kadha na waandishi wa habari kulalamikia au kuonyesha sehemu gani ambako kulikuwa kuna shida, tafasiri sasa watakuwa wanaweza kuimba wimbo mmoja kwamba tunayo katiba ambayo serikali imebariki, Rita amebariki, FFC wamebariki. Sasa nini kinakwamisha? Kwa sasa hivi deni kwa uongozi wa klabu ya Simba, kwa kamati ile ambazo zinasimamia mchakato ile jambo kwa ndani ya klabu ya Simba na hata nje ya klabu ya Simba, ni wakati wao wa kuithibitishia dunia kwamba Simba inatakiwa klabu ya kwanza kwenye ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki, hasa kwenye nchi ya Tanzania, kwenda kwenye mfumo wa mabadiliko ya katiba. Lakini pia taarifa hii ni njema zaidi kwa Mohamed Dewji Mo. Tunakumbuka aliulizia hivi karibuni kwamba transformation imefikia wapi. Leo serikali imetoa njia ya kwamba transformation ya klabu ya Simba inatakiwa iendeje, iishie wapi, mmalize jambo lenu. Kwa hiyo naamini hata watu ambao karibu na Mo saizi wameiona taarifa leo, na mimi tutakuwa nairudia hatua baada ya hatua kuisikiliza tena. Lakini naamini Mo atakuwa anaisikiliza akiwa moyo wake mweupe zaidi kwamba sasa kikwazo, mkwamo wa swali lake umepata mwelekeo. Hakuna mtu wa kukwamisha tena swala hili, serikali imeruhusu. Kwa hiyo Mo Dewji, Simba Sports Club kwa maana 51% na Mo 49%, ni muda kwenda kwenye makaratasi na wanasheria kukamilisha taratibu za mabadiliko ya kiuendeshaji ya klabu ya Simba, na itakuwa ndo klabu ya kwanza kama mfano Simba na kwenda kuwa godfather wa namna ya klabu ya wanachama katika nchi yetu. Akitaka kubadilika hata Yanga hapa watakuwa na baba yao kujifunza, itakuwa ni klabu ya Simba. Amesema msajili hata klabu ya Yanga ambao hawajakamilisha taratibu wao pia. Shamba darasa, timu darasa kwenye nchi yetu itakwenda kwa klabu ya Simba endapo tu Simba wakikamilisha mchakato wao kama ambavyo serikali imebariki. Na naamini kama serikali imeweka mkono wa kulia, jambo liweze kwenda kushoto. Isike, tutoke hapo tubakie hapo ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Siku ya jana mchezo wa FA ulichezwa, mnyama Simba anatakata na ushindi wa mabao 3. Kauli kubwa ambayo ilikuwa imetembea ndani ya mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na mwalimu wa timu ya Greenlands alikuwa yuko sahihi kuzungumza vile kwanza kwamba Simba wasichekelee sana, Simba wasifurahie sana ushindi wao. Wamekutana na timu ambayo shughuli zao nyingi ni za mashambani, wachezaji wao wengi
wanafanya kazi kwenye mashamba. Na ukiangalia Greenland, hata mimi nimepata nafasi ya kuidukua kwenye mtandao wa Instagram, ni klabu ambayo ndani ya kiwanda cha Kagera pale Kagera Sugar, ama kiwanda cha sukari cha pale Kagera, ambako ndio kuna timu ya Kagera Sugar ambayo iko championship inafundishwa na Juma Kaseja. Wafanyakazi wa kile kiwanda ambao hawawezi kuchezea Kagera Sugar kwa maana ya daraja la ubora wake, kuna timu inaitwa Greenland. Na hiyo sehemu ya wafanyakazi vijana wenye talent ya football ndio wanacheza kwenye timu hiyo. Kwa hiyo kauli ya kocha wa Greenland ni kwamba Simba imecheza na wachezaji wengi ambao wana muda wao mwingi wanawekeza kwenye shughuli zao za kujipatia riziki, sehemu za ukulima, iwe kwenye shamba la miwa, ili kiwanda cha sukari cha Kagera kipate malighafi, basi vijana hao ndio wametokea kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo hawana muda wa kutosha wa kufanya vitu ambavyo Simba anavifanya kwa muda wa kutosha. Hawana daraja la ubora ambalo Simba sehemu kubwa wanalo. Hawana miundombinu yenye hadhi ambayo Simba wanayo. Kwa hiyo ujumbe wake ilikuwa hivi: Simba wameshinda goli 3-0. Lakini hawataki kwenda honeymoon, kwa maana ya kwamba waone wamefanya kitu kikubwa sana. Tatu zao wamefunga vijana kutoka kwenye mashamba ya miwa huko maeneo ya Kagera, si ndio? Lakini haififishi wala haiondoi thamani ya ushindi waliopata klabu ya Simba. Tunasema hivi, wewe timu kubwa ukikutana na timu ndogo au timu dhaifu, wewe thibitisha daraja lako kwanza kama timu kubwa. Swala yule ni ana level gani, sio swala lako wewe. Simba ipo kwenye mashindano ya kombe la CRDB Federation, si ndio? Wao wanakutana na nani, sio swala lao. Simba na misheni yake kwenda kuchukua ubingwa wowote ule ambao wanashiriki. Kwa Simba wamefanya kazi yao kwa ufasaha. Simba wana haki ya kushangilia, wana haki ya kufurahia, kwa sababu wametoka hatua moja na kwenda hatua inayofuata. Ikumbukwe klabu ya Simba ina alama mbaya kwenye mashindano, kwenye rekodi ya mashindano haya. Unajua Green Warriors? Unawajua? Walishawahi kuruka na Simba kwenye hatua nyepesi kama hizo wakaiondoa. Watu walilaumu Simba kwa sababu yeye Simba ni timu kubwa, onyesha daraja lako. Leo wamefanya hivi Simba. Nataka tupongeze Simba kwa daraja lao. Yule ni kocha pia wa timu ya daraja la Greenlands. Utegemea anaweza kuwa na picha kubwa ya kuzungumza, lakini alitakiwa kwanza ashukuru amepata nafasi kwa vijana wake kucheza na timu ya daraja la klabu ya Simba, timu nambari 8 kama sijakosea kwenye viwango vya ubora barani Afrika. Simba ambayo ilikuwa na mapro kama Neo Mema alikuwa ndani ya uwanja, ambao kwa vijana wake wadogo wa mashambani ambao wana shughuli nyingi za kilimo, wamepata daraja la kujifunza. Experience and exposure huipati darasani, unaipata kwa kufanya kitu mara nyingi. Kwa wale watoto jana, kwa kupata dakika 90 na Simba zina maana kubwa kuliko kauli ya kocha wao. Namna ambavyo unavyokitazama kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba hivi sasa kinavyocheza, kimbinu mwalimu Steven Becker anazidi kufaulu. Ni rahisi kuwa kocha baada ya dakika 90. Miguel Gamondi alisema ni rahisi kumzungumza kocha baada ya dakika 90, lakini ni ngumu sana kuwa kocha kabla ya dakika 90. Kwangu mimi, kwa mazingira ya klabu ya Simba, nimekuwa nikizungumza nyingi mara nyingi, nasema Simba ilikuwa na miss utulivu kwanza kwenye eneo la management. Simba ikaishi pressure za mitandao ya kijamii. Simba ikaanza kuishi pressure kutoka mashabiki na wanachama wao. Simba ikapoteza utulivu ule kwenda moja kwa moja kwenda kuathiri benchi la ufundi. Utulivu kwenda kuathiri kwenye dakika 90 za klabu ya Simba. Nilikuwa nazungumza na Sultani juzi, ngambia Simba mpaka sasa na makocha takriban 4. Yani tunazungumza Simba hana michezo 20 ya ligi, ana makocha 4. Hiyo inakupa picha tu utulivu ulikosekana. Kwa Steve Barker ni mapema kusema hafanyi vizuri ama anafanya vizuri sana, lakini kwangu mimi Steve Barker asitafute pattern nzuri za kina Neo Maema sijui na kina Chama. Kwanza tafute pattern nzuri kupata ushindi. Ushindi una desturi ya kutibu makovu kwenye timu. Simba wakiwa wanashinda italeta urahisi kwa Steve Barker kufanya vitu vyake vya kiufundi kwenda kwenye njia mtiririko mzuri. Simba wameshinda mechi ya kwanza ya leo ya serikali kwa ruhusu kwenda kwenye mabadiliko kwenye katiba yao, kuruhusiwa kuendelea na mchakato. Ni ushindi wa kwanza Simba wanaopata mkubwa sana, ambao mimi nina imani kutoka sasa Simba inaweza kaanza kupata utulivu kuanzia nje ya uwanja. Angalia mazingira ya Simba na Yanga mpaka sasa, kuna namna unaiona
Yanga haina utulivu wa kutosha kwenye mashindano ya kimataifa umetolewa, lakini Yanga wana kianzio, wana confidence ya kuifunga Simba mara 6. Wana confidence kuchukua misimu 4 ubingwa, Simba akiwepo na wakimpiga. Umeelewa? Ndio. Na mpaka sasa hivi wao wakimtazama Okello, wakimtazama Depu ingizo jipya, wanaona wanazidi kuwa na afya zaidi wao. Bado wakimtazama wanaye Pacome kama atakuwa fiti, maana yake unaweza kumtumia. Bado kuna Maxim pia Zingelo hapo. Kwa kisaikolojia tu Yanga wana utulivu kuelekea huo mchezo. Kwa hiyo naiona Yanga ikiwa kwenye nafasi, lakini siondolee nafasi klabu ya Simba. Ila kwangu mimi naamini Simba itakuwa timu ya pili uwanjani kwa maana ya ubora kwa klabu ya Yanga au na Simba. Naamini Yanga na ubora kuliko klabu ya Simba. Wala hili sio kosa kusema hivi. Unaweza kupima vitu. Jigi Diarra kuanzia AFCON mpaka hapa alipo, unaamini goalkeeper top. Hata ukisema upangi kikosi kimoja uchanganye Simba na Yanga automatically. Ushindi siku hiyo unaopeleka kwa nani? Kwa timu itakayocheza vizuri na timu itakuwa na bahati. Timu itakayocheza vizuri na timu itakuwa na bahati ndio timu ambayo itashinda mchezo huo. Timu ambayo itaamini ushirikina, timu ambayo itaamini mambo ya nje ya uwanja itakuwa na nafasi ya kupoteza huo mchezo. Ndivyo ilivyo. Timu itakuwa na bahati. Timu itakayocheza vizuri kwenye mechi ya dabi ya Kariakoo itakapigwa kwenye viwanja vya New Amani Complex itakuwa na nafasi ya kupata matokeo. Timu ambayo itaamini kwenye shiriki, timu itakayoamini kwenye mambo ya nje ya uwanja, timu itakayoamini kwenye figisu itakuwa kwenye mazingira ya kupoteza huo mchezo. Lakini kuna dalili pia mechi kwenda kuwa sare. Unaiona hilo? Naiona sare pia ipo. Kwa nini niulize? Kwa nini? Kwanza ni mchezo wa kwanza kwenye ligi. Mara nyingi dabi za Simba na Yanga za kwanza huwa zina tahadhari kubwa sana kwa hizo timu, kwa sababu nyingi zinaogopa kuupoteza mchezo wa kwanza. Huwa una athari sana kwenye mchezo wake wa pili au kwenye mbio za ubingwa kisaikolojia. Naamini Simba hatakuwa tayari kupoteza mchezo. Kwanza tu hawatakuwa tayari kupoteza mchezo. Kwa maana washapigwa sana, washapigika sana. Kwa maana wao hata sare itakuwa inawaacha kwenye utulivu. Na inawezekana ikawa hatua ya kwanza kuwa question Yanga. Sio, unaelewa? Yaani maana nikwambia hivi, Simba itakuwa timu ya pili uwanjani kwa maana Simba kwao hawataki kupoteza huo mchezo. Hawataki kupoteza. Taingia na njia kuzuia. Maana yake watahitaji hiyo, hata hiyo sare itakuwa ni riski kwa Steve Barker makocha, kwa sababu makocha hapa katikati hamna alipata sare hapa katikati. Kwa hiyo kama Steve Barker atapata hata suluhu au sare kwenye huo mchezo itamsaidia angalau kupata kianzio cha dabi ya Kariakoo. Na wakipata sare Simba, kwa sababu washapoteza mechi unajua na Mbeya na wamepoteza na Azam, si ndio? Wametoka sare na Mtibwa, si ndivyo? Kwa Simba hata sare hii alama moja ina maana kwenye mzunguko wa kwanza. Ukifungwa na Yanga mzunguko wa kwanza, gepu lazidi kuwa kubwa, labda itafika alama 5 sijui. Hapo bado hujui nini kitaendelea mbele ya safari. Bado hujacheza na Singida. Bado na mambo mengi ya mbele yanakuja. Kwa hiyo kwangu mimi Simba hawataki kupoteza mchezo. Hivyo tu wapate sare, wakishinda itakuwa ni bonus na itakuwa ni kubwa zaidi, itawasaidia kuanza kuondoa unyonge na upweke na unyonge mkubwa kwa klabu ya Yanga. Kwa hiyo Simba akifungwa, Yanga amezoea kuifunga Simba. Ila story ni Simba kuifunga Yanga. Shukrani sana. Asante na ubarikiwe. Asante sana. Chapati. Chapati. Chapati.